Mtazamaji mpendwa, hujambo popote pale ulipo, tunakupa salamu za kukutakia amani, shalom alekem. Karibu katika siku hii ya leo ambayo Baba ametupatia tukaweza kuifurahia na kuishangilia. Na leo ni siku nyingine, wakati ule ule wa kipindi chetu cha karamu ya neno. Roho Mtakatifu ametuandalia, na kwa hivyo ni jukumu letu kukaa chini na kula na kuhakikisha kwamba chakula unachokila kinasaidia nafsi yako kuweza kuendelea. Karibu sana katika kipindi chetu, nikiwa hapa kukuzungumza pamoja nawe kupitia maandiko na ufahamu ambao tumeupata kutoka kwa wale waliotutangulia, kutoka kwa neno na vile vile pia kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Siku hii ya leo niko na mada ambayo nimeipa kichwa mizizi ya mafanikio. Ni juma hili tunaangalia ni namna gani mtu anaweza kufanikiwa katika lolote lile analolifanya. Na kwa hivyo tumeangalia katika mtazamo wa funguo za mafanikio, na vile vile pia tumeangalia katika mtazamo wa vipengele vya mafanikio. Na siku hii ya leo katika mfululizo wa mafundisho haya tunaangalia mizizi ya mafanikio. Kutuongoza katika somo letu la siku hii ya leo, tunafungua kitabu cha nabii Yeremia. Tunafungua kitabu cha nabii Yeremia mlango wa 17, na tutasoma mstari wa 7, wa 8 na wa 9. Natumai uko tayari, moyo umefunguka, na vile vile kama una kalamu na karatasi itakuwa ni sawa sawa. Yeremia 17 mstari wa 7, 8 na 9 inasema: amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Yawe, ambaye Yawe ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, mbali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Hayo ndiyo maandiko tunayotaka kuyatafakari na tukaweza kufungua kwa kuomba. Baba wetu ushie juu mbinguni, jina lako na litukuzwe. Tunakuinua, tunakuadhimisha, ni kwa sababu umetukuka kuliko miungu yote. Na tunaomba tunapoendelea kuchambua neno hili, Baba, achilia roho wa ufahamu, achilia roho wa kutuelimisha, achilia roho atakayeandika maneno haya katika miimo ya mioyo yetu, na neno hili likatufanya kama mti huu uliopandwa kando ya mijito ama kando ya mto. Kutana nasi, kutana watazamaji wangu, wasaidie hata wale wenye wako katika kituo hiki kufanikisha huduma hii kupitia jina takatifu teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua, tunaomba pamoja na kuamini. Mtazamaji mpendwa, tumefungua katika kitabu hicho, na nataka nikufahamishe kwamba tunapoongea kuhusu mafanikio, nataka uone mafanikio kama tunda. Na mara nyingi hata mtoto akipita barabarani aone tunda katika shamba, anafikiria ni vipi atakapochukua lile tunda na akaweza kunufaika kwa lile tunda. Hata hivyo, lile tunda haliwezi likawepo kama halina mizizi iliyokita chini sana. Na kwa hivyo tunapojadili kuhusu mizizi ya mafanikio, ni kusema kwamba kuna matunda yatakayoonekana, na matunda yale yanapoonekana lazima tuelewe kwamba mti ule umesimama ni kwa sababu mizizi isiyoonekana imeweza kupenya chini ya ardhi. Na kwa hivyo wewe ukiwa na tabia ambazo ni nzuri tunazoziita hapa mizizi, utakuta kwamba utaweza kuzaa matunda, na watu wengi wanatamani matunda lakini hawaangalii
hali hiyo ya mizizi. Na kwa hivyo tunapoangalia mizizi, ukatafuta kupata ile mizizi, baada mizizi ikiwa inanyonya maji, inashikilia ule mti, majani yanakuwa majani mabichi, utakuta kumba hatimaye matunda itazaa. Mizizi vile vile ikiweza kuingia chini, hata upepo uje, ule mti hauwezi ukaanguka. Na ndivyo kitabu cha Yeremia kimetuonyesha. Na vile vile hautakosa kuzaa matunda kwa wakati wake. Na mti huu vile vile unaambiwa kwamba umepandwa kando ya maji, kwamba kiasi kwamba hata wakati mvua itakapokosa, ule mti hautaweza kuwa na hali ya kunyauka. Ni ombi langu mtazamaji wangu mpendwa, hiyo ikawa ni posho lako, kwamba utakuwa ni mtu ambaye ni mti, na Biblia imekuita mtu aliyebarikiwa. Na maji haya Biblia ikasema kwamba heri mtu yule anayemfanya yawe kuwa tumaini lake. Mawazo ulio nayo umeyaweka katika mwelekeo wa baba wetu Yawe. Matunda utakayoyazaa yatakuwa ni matunda ya kufanya ukaweza kuwa na hali hiyo ya kuweza kubarikiwa hata na zaidi. Ukweli wa mambo ni kwamba kila mti wenye matunda mazuri una mizizi imara isiyoonekana. Vivyo hivyo kila mafanikio ya kweli yana mizizi iliyojificha. Watu wengi huona matunda ya mafanikio, lakini hawaoni maombi, nidhamu, mazoezi, maarifa, kazi ngumu na uaminifu uliotengeneza mafanikio hayo. Yawe anatamani watoto wake wafanikiwe, lakini mafanikio hayo huanzia kwenye mizizi. Mbegu linapopandwa na lirusho chini ya mchanga, ukweli wa mambo ni kwamba mizizi ndio inayotoka kwanza ikaenda chini. Kabla mti hujachipuka na kuanza kwenda juu, mizizi inazidi kwenda chini. Hata kuna mti mmoja wa kushangaza sana kule China, ambayo inasemekana kwamba mizizi yake inamea miaka 5 kabla mti haujaanza kuinuka juu. Na wakati miaka 5 itakapokwisha, unakuta kwamba ule mti unapanda kwa wiki kadhaa, unaonekana ni mti mkubwa. Kwa hivyo lazima kuna mambo ambayo watu waliofanikiwa wanafanya sirini, na hapo palipo sirini ndio tunasema ni mizizi. Kabla hujaona mtu amekimbia na kupata dhahabu ama medali yoyote ile, kuna mazoezi ambayo amefanya mahali ambapo haonekani, japokuwa siku ya kutuzwa na ya kushindana yuko pale, watu wote wakimwangalia hadi anatokea akiwa ni mtu mzima. Na kwa hivyo mzizi wa kwanza ni kumtumainia baba wetu Yawe. Waibrania 11 mstari wa 6 yasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa hivyo lazima uhakikishe kwamba una imani kutosha, na imani hiyo ulio nayo unaisukuma na kuelekeza kwake baba wetu Yawe. Na imani yako ikimguza baba wetu Yawe, tunaambiwa kwamba hakuna lisilowezekana kwake. Imani huwezesha mtu kuanza, kuvumilia na kushinda changamoto. Mtumainia Yawe kuliko hali unayoipitia. Hata kama unapita kwenye ugumu, imba kama Israel Mbonyi, hata usiponijibu sema kama wale vijana watatu katika tanuru ya moto walishuhudia kwa imani wakisema kwamba tufe tusife, tuingie motoni tuteketezwe tusife, mbali tumaini letu liko kwa Yawe na hatubanduki. Mafanikio yaliyo ya kweli ni kwa mtu ambaye ameweka mizizi yake kwa Yawe kupitia imani. Mzizi wa pili ambao nataka kujadilia ni kuhusiana na hekima. Hekima ndiyo kitu cha kwanza, basi jipatie hekima. Biblia inasema katika Methali hiyo 4:7, kitu cha dhamani kuu jipatie hekima. Na kwa hakika unaweza ukaona kwamba hata wakati ambapo baba alimuuliza Suleimani ungependa nini, akasema kwamba nipe hekima. Baba alimwambia umechagua kilicho bora zaidi, na kwa sababu ya hekima hiyo nitakuongezea mali, nitakuongezea haya na yale na yale na yale. Kwa hivyo mtu ambaye anapata hekima anaweza kuwa ni mtu ambaye ni wa kufanikiwa. Maarifa huonyesha ni nini cha kufanya, lakini hekima huonyesha jinsi na wakati wa kufanya. Unaweza ukasomea kitu vile kinafaa kufanywa, hayo ni maarifa. Lakini kuchukua hatua na kujua ni wakati gani wa kufanya jambo hilo, usichelewe na usikawie, basi hiyo ndiyo hekima.
Hekima inakuonyesha kwamba utaongojea msimu na upande kwa msimu na uongojee mvua na kisha upalilie na uongojee matunda yatakayotoka kwa jasho lako. Hivyo mtazamaji mpendwa, hakikisha kwamba mzizi wako wa hekima unautafuta kila siku kupitia neno la Yawe na kujifunza. Nashukuru sana kwa wale wote waliojiunga nami katika kipindi hiki cha karamu ya neno, tunapoendelea kutafuta hali ya kuelewa kuboresha maisha yetu, kuboresha huduma zetu, kuboresha afya zetu, na mambo hayo yanapatikana kwa sababu wewe ni mtu wa kusoma. Kama unataka kuwa mkulima, jifunze na wakulima, ukajua mahali ulipo ni aina gani ya mnyama utakayeweza kumfuga, na kisha ujue mnyama huyu ukimchukua anafaa kutunzwa kiasi gani, ili usije ukanunua mnyama na hatimaye akafa kwa sababu haukuweza kumtunza, ama ukaanza biashara lakini kwa sababu haukupata hekima ya kutosha kuhusiana na hiyo biashara, ukakuta kwamba hiyo biashara inadidimia ama haikupatii faida inavyopasa. Mzizi wa pili, maana tunaongea kuhusu mizizi ya mafanikio, ni bidii. Lazima uwe ni mtu wa bidii, na bidii zingine mtu hufanya, kama nilivyosema, natumia neno mizizi uone kwamba si mahali panaonekana. Kama vile mtu wowote, mmea wowote hauoni mizizi. Kuna watu ambao wanasoma kwa bidii. Kwa hivyo mzizi ambao nao ujadili ni bidii. Unakuta kuna mtu anasoma sana, hatimaye atafaulu katika mtihani wake. Kuna mtu ambaye anafanya bidii kufanya mazoezi ya kazi ambayo anatazamia kuifanya, na pinde apewapo kazi unakuta kwamba kazi ile anaifanya kwa wepesi na akaweza kufaulu. Mkono mregevu hufanya mtu kuwa maskini, mbali mkono wenye bidii hutajirisha. Utajiri ni aina ya mafanikio. Na tunapoongea kuhusu utajiri, tumesema tuseme utajiri ukafikiria ni pesa, maana kuna wengi wana pesa lakini hawajafanikiwa. Wengine wana madola ya milioni kwenye account, hawana amani. Wengine wana pesa kochokocho lakini kila ndoa wanaoingia ndani yake inazambaratika. Wengine wana mapesa lakini afya za mili yao zimezambaratika. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu mafanikio, usikwame tu katika hali ya pesa. Kwa mfano, wengine wanasema kwamba pesa zinaweza zikanunua kitanda kizuri lakini haziwezi kanunua usingizi. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu mafanikio ni kuhakikisha umekaa mahali ambapo baba wetu anataka uwe, na unafanya kazi ile ambayo baba wetu alikuitia. Na unapofanya kazi hiyo, fanya kwa bidii. Maana unapofanya kwa bidii utazidi kuongezeka. Na kuongezeka kwako hatua baada ya hatua ndio tunaoita utajiri. Hakuna mafanikio ya kudumu bila kazi. Usiende kazini lakini haufanyi kazi. Nasikitika kwa sababu watu wamekuwa wakinungunika wakisema kwamba unapoingia katika ofisi za serikali zingine, utakuta mtu aliingia akatoa koti akawekelea kwenye kiti akatoka kwenda shughuli zake. Ameandikwa kwenye serikali, analipwa mshahara na serikali, lakini hafanyi kazi. Mwingine na yeye ako kazini, lakini badala ya kukaa kazini yeye ako kwenye simu, ako katika hadithi ambazo hazihusiani na kazi ambayo inamlipa mshahara. Mtazamaji mpendwa, bidii ni kufanya kazi ambayo umeitiwa ukaweza kuifanya. Kazi isiwe ni cheo, lakini ile cheo haifanyi kazi yoyote. Bidii ndiyo daraja ya mafanikio. Wale ambao wamewahi kuwa na bidii, wale wote ambao ungewaita wafanikiwa, hebu waulize uone kana kwamba hao si watu wa bidii. Hiyo ni Methali 10 mstari wa 4. Mzizi ule mwingine ambao vile vile pia umefanya watu wengi wakafanikiwa, na hata na wewe naomba ukafanikiwa, na mahali ambapo umefanikiwa ukafanikiwa zaidi. Maana tunasema mafanikio si mahali, mbali mafanikio ni safari. Leo umefanikiwa katika kiwango hiki, kesho uruke daraja hiyo nyingine. Leo umeonekana kwamba uko kiwango hiki, basi utakaa ukitoka ngazi moja hadi nyingine. Maana mafanikio si mahali, mafanikio ni safari. Mtazamaji mpendwa, unafaa kuwa mtu muadilifu. Methali 11 mstari wa 3 inasema, uadilifu wa wenye kunyoka utawaongoza,
uadilifu, kuwa mtu mwadilifu. Tabia njema hujenga uaminifu, na uaminifu hufungua milango. Tulitaja pia uaminifu kama ni funguo la mafanikio. Rafiki yangu mmoja ambaye nilimshuhudia, ambaye sasa hivi ni mama mwenye watoto wengi, aliwahi kuandikwa kazi kama mjakazi miaka mingi iliyopita, na kuwa mwadilifu na mwaminifu. Mwenye kumwandika alipoteza pesa, kitita cha pesa, na basi akashindwa zimepotelea wapi. Kumbe zilianguka kwenye chumba chake, na huyu msichana ndiye ambaye aliyekuwa anachunga chumba kile. Na alipouliza ziko wapi zile fedha, alimpatia zote, akamwambia ndio hizi. Na kwa sababu ya kuangalia ule uzito wa kitita za zile pesa, alimwamini na kuona msichana huyo ni mwadilifu, na mpaka siku hii ya leo wangali wanaandamana. Alipooa alisimama, na alipoolewa alisimama na yeye. Katika maishani mwake amesimama pamoja na yeye. Funzo ni kusema kwamba linda tabia yako kuliko jina lako. Kuwa mtu mwadilifu katika tabia. Kuwa mtu ambaye ana tabia njema. Na utakapokuwa na tabia njema, tabia hizo zitafanya ukaweza kuinuliwa na kuinuliwa. Nilikuwa namsikiliza mtu fulani akasema yeye katika mafanikio yake amekuwa akiangalia watu, na anasema kuna watu ambao wana bidii, kuna watu ambao wana vyeti vya elimu walio nayo, lakini kitu moja anapenda kuangalia sana ni uadilifu. Maana uende ukaandika mtu mwenye makaratasi mazuri, mwenye bidii, lakini si mwadilifu, kabla hujatambua atakuwa amekuibia kismati sana bila wewe kuelewa. Kwa hivyo uadilifu ni kitu ambacho kinafanya mtu akafanikiwa, kwa sababu hata wao ambao walijifanya sungura wakawa si waadilifu, wakawa ni wezi. Mswahili anasema kwamba siku ya mwizi ni 40. Na tena usipoaminika na kitu cha mwingine, Yeshua anasema nani atakaye kuaminia chako? Hivyo basi ukikosa uadilifu, kuna vile utakuta kwamba mizizi yako haiwezi kusonga sana, na wakati dhoruba itakapokuja mti wako utaanguka. Na kitabu cha Yeremia kimetuambia kwamba mtu mzuri mwenye kumtumainia Yawe, anayejua kwamba Yawe ananiona, hakuna siri naweza nikamficha, akawa anafanya kazi kana kwamba anamfanyia bosi wake, lakini anamfanyia yeye aonaye sirini, yule jamaa atakuwa ni mtu wa kwenda mbali. Tuangalie mzizi unaofuata, ni mti wa ama mzizi wa nidhamu. Wakorintho wa kwanza 9:24 hadi 27, Mtume Paul alijifunza kuutawala mwili wake ili asije akakataliwa mbali. Yosefu alikaza mwili wake akasema kwamba sitafanya mambo ambayo hayafai. Nina uhuru wa kufanya lolote lile, lakini kwa sababu ya nidhamu nimekubali kutembea barabara panda, barabara nyembamba, kwa sababu ya kuwa na nidhamu. Uliza yeyote ambaye unayefikiria amefanikiwa, lazima kuna hali ya nidhamu. Ni mtu ambaye ana nidhamu ya masaa yake, wakati wa kulala, wakati wa kuamka. Ni mtu ana nidhamu ya kwamba akikaa chini afanye kazi, hata kukubali watu wamkoseshe mwelekeo wa kile ambacho alichokuwa amejifanya. Mtazamaji mpendwa, katika mzizi huu wa nidhamu, ukiwa na nidhamu utakuta kwamba matunda yako yatakuwa bora. Ni kwa sababu mizizi ni mingi, inavuta maji, na vile mizizi inavyokuwa nyingi ndivyo whatever you are doing itabakia kwa muda mrefu. Jitawale katika muda, jitawale katika fedha, jitawale katika maneno na hata na hisia zako. Ndiyo utakaa katikati ya watu ambao ni wachokozi, lakini usikubali hasira yako ikawa kama ile ya Musa ambayo ilimkosesha kwa sababu alighadhabishwa na watu. Mara kwa mara tunasema kwamba unapotoka mlangoni mwako, wengi utakao kutana na hao wanaweza kuwa ni maroli yaliyobeba takataka, na zile takataka zinavunda, zinanuka, wanatafuta ni wapi watakao mimina. Na kwa hivyo utakapomiminiwa matope na matusi na maneno ya kukudiscourage, usikubali kupigana vita na nguruwe katika matope, maana hiyo ni maeneo yake. Wewe jua kwamba wachana na nguruwe gagae katika matope yake, wewe nenda zako, na hiyo inaitwa nidhamu. Mzizi unaofuata naojadili hapa ni mzizi wa unyenyekevu. Mti ulivyokuwa na mizizi mingi ndivyo ulivyosimama imara. Ninapoongea kuhusu mizizi, nikakumbuka kwamba natumai mwezi mmoja ama miezi miwili iliyopita, wakati kulikuwa na upepo na mvua nyingi,
Pale katika kanisani mwetu Kabarok, mti ulianguka ukaangukia jengo la ibada. Na ulipoangalia unaona kwamba ule mti ulirefuka, ulianza kunona, lakini ulipoanguka tulitambua kwamba ile mizizi ilikuwa haijaenda chini. Na hivyo basi upepo ulipokuja uliangusha ule mzizi. Kwa hivyo lazima uwe na mizizi mingi, na mzizi nao zungumzia sasa hivi ni unyenyekevu. Yakobo 4 mstari wa 10 yasema, "Jinyenyekeze mbele zake Yawe, naye atakuinua." Usiwe mtu wa majivuno, usiwe mtu wa kujiinua ukoona kana kwamba umefanya hayo yote kwa nguvu zako mwenyewe. Samueli wa kwanza 2:9 inasema kwamba haingewezekana kwa nguvu zako mwenyewe. Mtume Daudi anasema kwamba tegemeo langu na kiburi changu ni kwamba ni Yawe anayenitumia. Mimi ni chombo tu nikatumia, kwa hivyo nanyenyekea, yeye akazidi kuongezeka. Ninavoshuka ndivyo anavozidi kuonekana. Mtazamaji mpendwa, kiburi kimewaangusha watu wengi. Biblia inasema kwamba maanguko hufuatia kiburi. Naona dakika zangu zimeyoyoma kweli kweli. Kiburi huangusha, lakini unyenyekevu huinua. Endelea kujifunza hata unapofanikiwa. Endelea kujifunza unyenyekevu hata wakati unapofanikiwa. Tutaingia katika mzizi wa 7 tunapomaliza matangazo yanayofuatia. This is Wordfest program and I am your host, Pastor Steven. Are you longing for truth that sets you free? Hungry for wisdom that opens your eyes, builds your faith and transforms your life? Then tune in to Messianic Voice TV for Wordfest, a powerful program bringing you insightful teaching, deep knowledge and life-changing sermon that will awaken your spirit. Why am I here to tell you we need to exalt the Bible calendar above all other? Why? You can do better than just buying a flower once in a year. Brought to you by Overseer S.K. Nganga, a voice anointed to restore, awaken, and equip the body of Messiah. Join us every Monday, Wednesday, and Friday from 2 p.m. to 9 p.m. only on Messianic Voice. He is requesting us to follow him. Definitely, we will follow his timings. Don't miss out on this preparation hour. Stay tuned, stay blessed, and don't forget to share the link. Be a blessing to the world. Karibu tena mtazamaji mpendwa katika msururu wa mafundisho ya mafanikio, na ikiwa leo tunaangalia mizizi inayofanya mtu akaweza kufanikiwa. Katika mzizi wa 7 nitataja kipengele cha uvumilivu. Biblia inasema kwamba tusichoke katika kutenda mema, kwa maana kwa wakati wake tutavuna ikiwa hatutakata tamaa. Wagalatia 6 mstari wa 9. Mtazamaji mpendwa, waliofanikiwa ni wale ambao wanaofanya mambo wakati mwingine inaonekana ni very boring, lakini wanafanya kwa kurudia, kwa sababu uvumilivu huonekana kwa muda. Umekaa hapo ukangojea, umekaa hapo ukiwa mvumilivu. Kile ambacho unafanya ukarudia tena bila kuchoka. Hivyo Biblia ikasema kwamba usikate tamaa. Wengi wamewahi jaribu kitu, alafu hatimaye anafika mahali anakata tamaa, anaachana nalo. Mtu mmoja nilisoma hadithi yake, alisema kwamba alikuwa amenunua shamba ambalo lilikuwa na migodi ya dhahabu. Akawa amechimba akapata dhahabu kidogo, akachimba hapati, akafika mahali akakata tamaa. Alipokata tamaa, alitafuta mtu wa kuuzia, na mtu akanunua vifaa vyake shamba lile. Lakini yeye ambaye aliyenunua alienda kwanza kwa wataalamu wa migodi, na basi wakamuelezea kawaida yake, unapoangalia umechimba hapo kapata hapa, kwa hivyo kuna pattern inayofuatilia. Na kwa hivyo alipoambiwa, akaambiwa hapo mahali ulipo labda utaenda kidogo sana utapata dhahabu. Na ukweli wa mambo ni kwamba, hadithi bila kuongeza chumvi, alichimba futi 3 na akapata dhahabu. Yule jamaa aliyeuza lile shamba aliposikia hivyo alijutia, na kuanzia hapo na yeye vile vile akaingia katika another industry na akajifunza mzizi huu wa uvumilivu. Alivumilia, akavumilia, na katika industry aliyoingia ya kuuza insurance alibobea na akafanikiwa sana.
Kwa hivyo wakati mwingine unakata tamaa wakati ambapo you are just about kupata matunda. Umelimia, umevumilia, umepanda, lakini ukakata tamaa wakati ambao haufai. Na tuwe na uvumilivu. Mafanikio ni zawadi ya wale wasiokata tamaa. Usikate tamaa vyovyote vile. Usiache safari kabla ya mavuno. Usiwe umepanda, umelimia, miaka ikaenda, miaka ikarudi, hauoni mafanikio. Na niposa tunasema hata katika hali ya mafanikio ya mtu kufanya investment, some of those interest ambazo watu pewa yaonekana ni kidogo sana, lakini kwa sababu katika hali ya mafanikio ya kifedha kuna neno linaloitwa compounding, kitu ambacho unakirudia kwa muda, huenda ukaona hauoni matokeo hata baada ya mwezi moja, miezi sita, mwaka moja, miaka miwili, 5, lakini unapofika kiwango cha kuvumilia na kurudia barabara hiyo kwa muda wa miaka 15, hapo ndipo watu wataanza kusema, ala, angalia jamaa anakula matunda. Lakini kumbe wanaona matunda, lakini hawaangalii mizizi ilivyokwenda kwa muda wa miaka 15. Na kutakia ukapata mzizi huu wa kuwa mvumilivu na usikate tamaa kwa lolote lile unalolifanya. Na mzizi wa 8 ni mtu wa maono. Katika Methali 29 mstari wa 18 inasema, pasipo maono watu huacha kujizuia. Maono huleta mwelekeo na kusudi. Mara nyingi watoto wanaulizwa unaenda wapi? Hakuna. Unafanya nini? Hakuna. Nikwambie hakuna mahali panaitwa hakuna. Ukitoka hapa unataka kwenda Nairobi, ni Nairobi unaenda, na lazima ufuate barabara ya kwenda Nairobi. Hawezi ukaenda mahali unasema nataka kwenda Kisumu, na ile hali wewe haujui barabara ya Kisumu. Kwa hivyo usiwe mtu wa kuuliza unafanya nini unasema hakuna. Hakuna ni kazi mbaya sana. Unaenda wapi? Hakuna, ama sijui. Hakuna mahali panaitwa sijui. Kwa hivyo kabla hujafunga bagi yako, jua unaenda wapi. Na kwa hivyo chora maono yako, ujue ni nini unataka maishani. Na kisha ukishachora maono yako, andika maono yako kwa alama kubwa na ufuatilie maono yako kwa bidii. Mtazamaji mpendwa, watu ambao hawana maono watadumu kusaidia watu wale wengine kufanikisha maono yao. Lakini utakapojielewa utafuata maono yako. Na utakapojua maono yako, hata kuna watu wanaweza wakakuambia njoo nikupatie nafasi kubwa kuliko ambao uko nayo. Lakini kwa sababu si katika maono yako, usikubali. Maana wengi wameona mlango umefunguliwa, lakini kumbe ule si mlango wa Baba wetu Yawe. Unaweza ukaingia ndani ya mlango ukawa ni jela. Maana mlango ulioingia haukuwa mlango wa maono yako, haukuwa mlango wa kusudi lako maishani. Punde utakapotambua ni nini Baba anataka, na akuonyeshe kitu alafu akuulize unaona nini, alafu useme kama Yeremia, nimeona hiki na hiki, akasema umeona vizuri, basi huo utakuwa ni mzizi wa kufanya ukafanikiwa katika maisha. Na mzizi unaofuata wa 9 ni mzizi wa utumishi. Wanaofanikiwa ni watu ambao wanaowatumikia watu wale wengine. Hivyo ni kusema kwamba utumishi ni hali ya kutatua matatizo ya watu wale wengine. Kama unataka ufanikiwe, hautakimbia shida. Ni katika shida hiyo utakapopata suluhu, uwasaidie watu kupata suluhu ya shida walizonazo. Hapo ndipo palipo na mafanikio. Marko 10 mstari wa 43 hadi 45, yeyote atakayekuwa mkuu wenu atakuwa mtumishi wenu. Usichukue neno mtumishi kama kuwa slave. La mbali ni kuwaletea watu suluhu. Na kwa sababu wana shida, watakapokuwa wanatafuta ile suluhu, basi wewe utakuwa ni mtumishi bora na utakuwa unawaletea watu kitu wanachokitaka, na hawataona shida kukulipa kwa sababu kile unachowapatia wanakihitaji. Mafanikio ya kweli huja kwa kuwahudumia wengine. Kadri unavyoongeza dhamani kwa wengine, ndivyo Yawe anavyokuinua. Yeshua alituongezea dhamani. Biblia inasema kwamba alifanyika maskini tukawa matajiri. Biblia inasema kwamba alitulipia deni ili tuwe watu ambao wamefanikiwa. Mtazamaji mpendwa, hakuna haja ya kubeba mizigo mizito, ilhali Yeshua anasema njooni kwangu wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko.
Mafanikio ya kweli yanatokana na kutembea katika mapenzi ya Baba wetu Yawe. Ikiwa uko pale na bado haujaokoka, you are missing something big. Kubali Yeshua tu kwa kuungama, Yeshua njoo maishani mwangu, na ukamuuliza nipatie maono, na wewe ukifuatilia yale maono utakuwa ni mtu ambaye amefanikiwa. Matunda ya mafanikio huonekana kwa kila mtu, lakini mizizi yake haionekani. Ukiimarisha mizizi yako, matunda yatajitokeza yenyewe. Na kwa hivyo, katika hali ya yale ambayo tumejadili siku hii ya leo, tumeona kwamba tunahitaji kuongeza mizizi hii kwa pamoja ili matunda yetu yakawa na afya, imani, hekima, bidii, uadilifu, nidhamu, unyenyekevu, uvumilivu, kuwa na maono, kuwa mtumishi bora, kuwa mtu mtiifu sana. Na basi ukifanya hivyo utakuta kwamba wewe unafanikiwa. Na kwa hivyo mzizi wa kumalizia ni mtu mtiifu ama mzizi wa utii. Kumbukumbu ya Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili nasema, ukitii sauti ya Yawe Mungu wako, baraka hizi zitakujilia. Mafanikio ni baraka. Na katika mlango ule una aina za mtu ambaye amefanikiwa. Mtu yule aliambiwa ni kana kwamba mti uliopandwa kando ya maji, haunyauki, huzaa matunda yake kwa wakati, na hata kama mvua ingekosa, mti ule unaendelea kuwa kijani kibichi na unaleta hali hiyo ya matunda. Utii huleta kibali na baraka za Yawe. Mafanikio ya kweli yanatokana na kutembea katika mapenzi ya mtakatifu Baba wetu Yawe. Na hadi tutakapoonana tena, Yawe akujalie kufanikiwa, kwa sababu mizizi hii utaitafuta kwa udi na uvumba, ukawacha ikakua ikielekea pale katika kijito cha maji ambaye ni mtakatifu Baba wetu Yawe. Andiko la kufunga Wakolosai 3 mstari wa 23 inasema, lolote ufanyalo lifanye kwa moyo kama kwa Yawe, wala si kwa wanadamu. Unapofanya usifanye umfurahishe mtu, mbali ufanye katika hali ya kumfurahisha Baba wetu Yawe. Natumai umenipata, umenisikiza kwa makini. Nitamalizia kukuuliza kwamba angalia kati ya mizizi hiyo 10 ni mizizi gani ambayo ina udhaifu kwako ukaweza kuimarisha, kwa sababu kila mzizi unashikilia mahali pake, na uhakikishe kwamba umepata hiyo mizizi yote. Yawe akubariki na kukulinda. Yawe akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Yawe akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la Mwokozi wetu Yeshua Hamashia. Kwaherini na asante sana kwa sababu ya kujiunga nami hapa MV-TV. Messianic Voice TV, broadcasting grace and truth.